Kaka, hela yangu. Unasemaje? Nimekupa chapati kakaangu, ziko 4 hizo. Mbona hela yangu hujanipa? Kwani unijui mimi nani? Kwani wewe nani? Ulizia mtaa wote, mtaa mzima huu. Huu utawala wangu. Unanielewa kinega? Ulizia chafu 3, mtaa mzima anaelewa au nataka nibebe jungu zima? Mimi naweza kufanya lolote na mtaani, hakuna kinega yote anaweza kaongea na mimi hapa. Unanielewa wewe? Baba, wewe unifahamu vizuri wewe. Wewe kinywele uchulo wewe. Kama umezoea kuonea watu ni huko mtaani kwako. Hapa mimi ni mgeni lakini unifanyi chochote. Nipe changu. Sasa hivi tusije tukaonana wabaya. Nipe changu. Sasa mtaa ushaujua, si ndio? Unataka kunitolea namba mimi? Unainuka kabisa, unaelewa na maziwa kabisa hivi kidedea, si ndio? Wewe mimi nitakuharibu dakika 0. Hiyo juu yako, nipe pesa yangu. Wewe unijui vizuri wewe. Amechukua chapati ngapi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Sasa binti yangu, nakutakia masomo mema. Uende ukasome, ufaulu, uje kuwa mtu mkubwa sana katika nchi yetu, sawa? Asante baba. Na mimi nakutakia kazi njema. Mungu akusimamie kwa kila hatua. Asante sana kwa dua yako binti yangu. Nenda basi, umechelewa Hai. Bye. Hai. Pole sana shoga yangu. Hizo ni changamoto tu za mtaani kwetu. Yaani watu kama wasio wa kukwepa, hawakwepeki. Wapo kibao. Kikubwa hapa ni ujifunze namna ya kuishi nao. Maana hao tupo nao muda wote tu mtaani hapa. Sasa Joy, watu kama hao unaishi nao vipi? Namna gani ambao utaishi nao? Mtu anakuja kwenye biashara ya watu anachukua chapati zaidi ya 3 sijui 4, alafu mwachie bure tu asilipe hela. Yaani kama mambo yenyewe ndo haya. Mimi biashara inanishinda mapema. Yaani siwezi kuhangaika, pinda mgongo, sukuma. Mtu kweli aje kabisa eti awe. Mai. Yaani kitu kidogo tu kile kinakusababisha unakata tamaa kiasi hicho. Joy, kitu kidogo. Kwa huu mtaji wa 300 sijui faida 400 500, kweli mtu umpe karibia nusu mtaji wako? Mimi siwezi mwenzangu. Wewe ulikuwa una survive vipi? Mimi naona tu kwa sababu walikuona we mgeni. Lakini kwa kadri utakavyoendelea watakuzoea. Unajua ni kwa nini nakwambia hivyo? Hawa watu wakati mwingine wanaweza kawa msaada kwako. Kwa sababu unaweza kupita mtaani unakutana na vibaka. Hao ndio wanaokuja kukusaidia. Huu mtaani mbovu nishakwambia. Sasa watu kuja kunisaidia ni akina nani? Wewe mwenyewe hivyo ulimwona mtu aliyokuja kunifanyia fujo? Ni kibaka pure. Na tumeonyeshana. Mimi nitawanyoosha. Yaani kwa mtaji wenyewe huu sijui 2,000 5,000 mimi nikupe nusu mtaji. Siwezi mwenzangu. Nitashindwa. Mai, unakosea. Wale ni ndugu zako, ni majirani wa mtaa huu. Usipoishi nao vizuri, sijui kama utatoboa kwa kweli, lakini siku moja kama biashara yako imeenda vizuri, una place tu na kitu kidogo. Tuseme inshallah. Yaani mpaka niuze, mpaka niseme hapa sasa inatosha. Hizo zilizobaki nitapa, lakini vipi mwenzangu? Alikupa changamoto Acha. Pole. Lakini ndio hivyo, naamini utazoea, ila usikate tamaa. Kweli kupambana ndio muhimu rafiki yangu.
kivuli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako. Mwanangu, unaendeleaje kwa sasa? Mama, bado najisikia vibaya sana. Mwanangu, utapona. Kwanza nimekuja na habari njema. Zile nilizokuambia kuhusu yule kijana. Kijana tumekutana, tushamalizana kila kitu na tumekubaliana hivi, jukumu lake la kwanza ni kumuondoa nyuki. Kwa hiyo mwanangu, wewe kuwa na amani, tutaishi vizuri. Ataondolea mmoja baada ya mwingine, na sisi tutabaki kuwa na maisha mazuri. Mama, hicho unachokiongea una uhakika nacho kweli tatimia? Maana mimi mwanao naogopa. Afu kutokana na hii hali yangu ulikoponao kwa sasa hivi, ni hali mbaya sana. Mwanangu, hii ni vita. Na siku zote kwenye vita, mtu mwoga ndo anayekufa. Jikaze mwanangu, kuwa strong. Hii ni vita. Na hii vita tutapambana, tunahakikisha tutashinda. Wewe unaona mimi ile ajali nilopata ya risasi, lakini mpaka sasa niko imara na sijarudi nyuma. Kwa hiyo na hili nalo litapita na sisi tutaishi maisha ya amani. Sawa binti yangu? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Kama ndivyo itakavyokuwa hivyo, itakuwa ni vizuri zaidi. Maana mimi mwenyewe sitaki kabisa kuishi maisha ya uswahilini, maisha ya taabu. Natamani kuishi maisha ya kifahari kama haya. Kwa na kuamini mama yangu, mimi naamini hivi tutashinda kama ulivyoniahidi. Kuwa na amani mwanangu. Kama usivyotamani kuishi maisha ya uswahilini, basi hilo jukumu niachie mimi. Mimi msimamo wangu ni mmoja, na sitatengua. Sitoendelea kutoa pesa yoyote kwa sababu huyu bibi ni mzima. Bibi, si useme kama wewe ni mzima. We mtoto, tena ushika adabu yako. Yaani mimi mtu mzima, mimi natembea na magongo? Kwa nini nitembee na gongo? Kitu gani kinifanya mimi nitembee na gongo? Sasa nasema hivi, hela yangu utatoa. Unataka usitake, hela yangu lazima uitoe. Wewe bibi, acha ujanja. Wewe una cha kuumwa, una cha mguu, una cha nini? Wewe ni mzima kabisa. Mjumbe, jambo linafanyika hapa serikalini kwako. Wewe ndo serikali. Lakini mbona unafanya maamuzi bila kuchunguza raia wako wengine? Ni matapeli. Ndugu yangu mshamtapeli hela nyingi. Kila siku hapa analeta shilingi 5,000 anampa huyu bibi, wakati huyu bibi sio mgonjwa, ni mzima. Anajifanya kavunjika mguu. Amevunjika wapi? Unaongea kama nani? Aliyonigonga ni huyu. Wewe kinakuuma nini? Mimi ni mgonjwa na mguu wangu sasa hivi unauma. Mimi siwezi kutembea na gongo hili. We mtoto we, nitakunyoa ndevu zako na hii fimbo. Tena uishie hapo hapo. Sitaki utani na wewe na wala sikujui. Wewe bwabwaja mpaka mate ya kutoke, lakini 5,000 upati tena ni? Mjumbe, hapa sisi hatutoi hata 100. Funga jalada sisi tuondoke hapa. Utapeli sisi tushauchoka. Mimi kaka, nishamwambia mjumbe. Huyo mjumbe na wasiwasi na huyo bibi. Yaani ni kama vile kuna kitu kinaendelea katikati yao. Ndio bwana nisemaje? Mimi sitatoa shilingi 100 yoyote hapa. Naomba tusikilizane. Umeelewa? Kijana, Twiz. Utaratibu utakuwa ni vile vile. Hilo la kwanza. Utaendelea kulipa ile pesa. Na hilo neno lako silipendi kuniambia mimi siku na namna gani hapa. Hakuna namna gani yoyote. Alafu wewe mimi sio takukuu. Kila mtu anayehamia hapa nikamchunguze ndani kwake. Kwanza koma kwenye neno lako uloongea. Ndevu zake utafikiri mpunga umeota uko na nini? Wewe unakula rushwa. Sikiliza, ungekuwa unakula rushwa mimi na nisikilize. Wewe bwana ngoja bwana. Huu mtatu wewe ni mjumbe tu hapa. Wewe sio chochote. Wewe sio baharia, wewe sio mkulima, wewe ni mjumbe tu hapa.
usitubabaishe na utapeli. Wewe bibi, hapa wewe nimekuona pale dukani. Nimekuona. Umeniona wapi? Nimekuwa unatembea vizuri tu. Sio mimi. Ona macho yako na wewe na haiko kiwano chako, kumbe ni matapeli. Umekaa kazi tai kubwa, kumbe ni matapeli tu. Yaani nyinyi mle tu, yaani hapa mle tu 5,000 kila siku. Ni kila siku mnachukua faida za maziwa kila siku. Na anasema bwege. Mtaji nimetoa mimi ule baba. Kaka, twende. Wewe njenje. Nenda bana wewe. Wewe njenje. Unaniharibia maisha yangu. Nitakunyoosha kama midenge ya baskeli. Tulia. Hilo swali lishafika kwangu. Wewe achana naye. Huyu Twizi anamsikiza sana yule jamaa mwenye mandevu. Huyu atakuwa sio Mtanzania. Au umeona? Huyu tumchongee tu. Huyu Mrundi huyu. Au Msomali. Kwanza binadamu gani anaota ndevu kwenye mashavu? Yule atakuwa soko yule. Na kama sio soko yule sio Mtanzania. Sasa yule mimi nitamtengenezea jambo. Yule mimi hanijui. Nitamnyoosha kama midenge ya baskeli. Anielewi yule. Oho. Shauri yake. Najua wenzako za usichana ulikuwaje. Nahitaji kupata information zote kuhusu yule dada. Na mtu wa kwanza ambaye nimemuona na anaweza kama msaada kwangu, na mimi ni wewe. Na kama unavyojua sisi ni vijana, sisi ni wanaume. Kwa hiyo na mimi utanisaidia changamoto yao. Mimi nadhani hakuna kinachoweza kushindikana, kwa sababu ukizungumzia kwa pale mtaani kama msitu, basi mimi ndo Tarzan. Wanyama wote wapo chini yangu. Kwa hiyo mimi nahitaji kujua wewe umejipangaje? Usijali kuhusu malipo. Na kuhusu malipo mimi nitakulipa vizuri sana brother. Ninachohitaji mimi ni jambo langu liende vizuri. Kama ukalifanikisha likaenda vizuri, don't worry kuhusu malipo. Tutalipana vizuri kabisa. Sawa, nimekuelewa. Je, vipi unaniachaje hapo? Kama kazi yangu haijaisha au ianza hata kuifanya, nataka nikulipe. Maliza kazi yangu, then tutalipana. Basi poa. Haina noma. Nachokiomba nipatie siku chache. Mimi nitakamilisha kazi yako. Okay. Kila la heri. Haina noma. Bila shaka mkuja na taarifa nzuri kuhusu kifo cha nyuki. Hapana boss. Nimejaribu kuvamia nyumbani kwake, lakini sijafanikiwa kuona mtu yeyote. Na nimefanya upelelezi kila chumba, sijapata kumuona. Yaani unataka kuniambia umeingia kwenye nyumba ya nyuki? Umefanya doria kila chumba, hujamwona nyuki kweli? Yes boss. Sijafanikiwa kumuona kabisa kwenye macho yangu. Na vipi kuhusu usalama? Hakuna mtu yote aliyekuona? Hakuna aliyeniona. Kwa sababu toka nimetoka kule mpaka nimefika hapa, hakuna mtu yote alionifuatilia. Chesko, ili swala liko very serious. Nataka nikupatie robo ya pesa tuliyokubaliana, ili li swala ulifanye kwa haraka sana. Hivyo basi, tunavyotoka hapa, nataka uende na ukahakikishe nyuki unaondoka na uhai wake. Nitafanya hivyo haraka iwezekanavyo. Nitaondoa uhai wake. Na kutegemea sana katika hiyo. Naomba usiniangushe. Kuna wakati tu wanaoamini
ndio ambao wanatupiga chini. Siri zao mioyoni ni mbaya, wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu, wanatamani tufe. We bibi, pisha njia bana. Njenje, kwa nini unanifuatilia maisha yangu? Unaniharibia mipango yangu kwa nini? Kwa nini unanifuatafuata? Sasa mimi bibi nimekuharibia mpango gani? Unajifanya ujui. Na kuuliza unajifanya ujui. Maswala lawama sasa haya tena. Ifike usiku tena tuanze nikutoana nje ni kulimishana. Wewe basi wewe minya. Ni minya kitu gani? Ni minya kitu gani? Kwani unapenda kunifuatilia? Yanakuhusu. Yanakuhusu maneno yangu. Yanakuhusu. Nihusu kabisa. Ninakupa onyo. Ukiendelea kunifuatilia maisha yangu, nitakunyoosha. Mjinga mmoja wewe. Ni kweli mimi ni mjinga bibi. Nitakunyoosha. Nimefuatilia sana maisha yako, uzuri wako na maisha unayoishi. Kiukweli ni vitu viwili tofauti kabisa. Ninachomaanisha ni kwamba haustahili kuyaishi ya maisha, na usinifikirie tofauti kabisa. Nafanya hivi kwa nia nzuri tu, kwa sababu wewe ni msichana mzuri sana ambaye unastahili kila kitu ambacho wasichana wazuri wanapewa. Right? Kwa hiyo unataka kunipa ofa gani ili kufanya wewe utoke huko kote uje huku Uswahilini kwenye maisha magumu kama unavyosema wewe? Ni nini unataka kunipa? Asante sana kwa kunielewa, na hii inamaanisha uzuri wako, matendo yako vinafanana na imani tutaenda vizuri. Sawa. Mimi na haraka ya kwenda kuhudumia wateja. Unaweza kuongea unachotaka kuongea na kusikiliza. Sasa hii biashara unaofanya, naamini tayari ushajitengenezea wateja wengi. Ofa yangu nilikuwa nataka kukuofa, nilikuwa nawaza tu nikutengenezee kama restaurant hivi ambayo itakufanya upate pesa nyingi zaidi na sasa hivi, right? Ambayo wateja watakuwa wengi, lakini pia hata biashara yako itazidi kukua. Unalionaje hiyo? Baada ya hapo ni kitu gani ambacho kinafuata? Yaani ukishafanya vitu vyote hivi, yajayo ni nini? Hayo ni mambo ya baadaye. Ninachotaka kwa sasa hivi ni wewe ugrow biashara yako iwe kubwa na uwe kama wanawake wengine. Kwa hiyo after hapo ndio tunaweza tukaanza kuongea. Unajua nini kakangu? Nimekuheshimu sana kukupa muda huu usikiliza. Tena sana. Nikajua kitu ambacho unaongea ni cha umuhimu na msingi. Labda tu nikwambie, usidanganyike na hiyo rangi yako ya uzurungi na kile kigali chako ulichokipaki siku ile pale. Sisi wengine tunajiheshimu. Onyo. Utakaponiona mimi, fanya kama hujai kuniona sehemu yoyote. Yaani unione kama kituo cha polisi. Wewe acha mazoea na mimi. Yaani fanya kama hujai kukutana na mimi sehemu yoyote. Sawa kakangu? Alafu asante kwa ofa yako. Nifanyeje huyu pate? Hata kidogo akubali. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja ni kheri.
viojaoja na nyingi shari, tadunduliza kidogo kidogo, maisha yaende nikiwa mawe, sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo, baba yoyo, mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda lazizi, tukikosa leo tutapata kesho. Vumilia kipenzi, yatapita matatizo, na kupenda lazizi, tukikosa leo tutapata kesho.